Mtazamaji wa Chivihi Media, ni simanzi na majonzi kwa wakazi wa mtaa huu wa Mdenga katika kata ya Likombe iliyopo ndani ya halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara kufuatia kifo cha mzee anayefahamika kwa majina ya Athumani Kumwembe ambaye alikuwa akiishi mtaani hapo, ambaye amefariki dunia usiku wa kuamkia Agosti 28, 2026 baada ya kujinyonga, ambapo baadhi ya mashuhuda waliokuwa katika tukio hilo wanaeleza namna ilivyokuwa. Selemani Ahmad maarufu White. Ilipokuwa sijajua usiku ilikuwaje, ila ilipofika asubuhi nimemwona bibi ambaye anakaa naye nyumba moja anakuja kwangu kwa jaziba. Baba Sele, fungua. Mimi nikafungua, vipi? Akaniambia, wewe mtoto wa kiume, twende kwanza nyumbani kule. Sielewi. Sawa. Nilipofika naye nyumbani hapa akanipa tochi. Mulika hapa mzee pale alivyokaa, mimi sioni kama yupo sehemu sahihi, ana shida gani? Nikamwambia mbona simuoni? Akaniambia angalia dirishani kule. Nikamwambia bado simuoni, kuna giza. Nikamuuliza kwani mlango una shida gani? Akasema una shida yoyote, anafunga fungaje? Anasema anatumia mshomali huko maeneo haya hapa. Kwa hiyo mimi nikasekesa ile sehemu, nikavunja, nikafungua ile mshomali. Nilipofungua mlango nikamwambia yule mzee pale amejinyonga, si unaona ile kamba pale inaning'inia, kwa hiyo ashakufa huyo. Basi sawa, sababu siwezi nikajua sababu ni nini, sababu yule ni mtu mkubwa, ila kwa sababu zingine ni mgonjwa vile vile. Mimi nakaa na jirani hapa, namuona hata kutembea kwake shida, kuongea shida, na ni mtu huwa wa kupamuka. Leo ametoka, tumemtafuta, tumempata, tumemrudisha. Kwa hiyo kilichomsibu zaidi mpaka inafikia vile siwezi kujua. Musa, nimelala, nimeamuka asubuhi, nina kawaida, nikiamuka ninakwenda kuanze Kumwambe kumpigia hodi. Ninamuita mzee Kumwambe, asikulingana niitika, lazima niitike. Leo nimeamuka hakuniitika. Muita mzee Kumwambe mara 3. Namuona apungue. Mimi nikatoka moja kwa moja mpaka kwa Baba Sele. Baba hodi karibu, nikamkuta mkeo. Baba Sele yuko hapo. Akasema kwenda, nikamwita Baba Sele, twende nyumbani. Nini? Nikamwambia hata twende nyumbani kama wewe mwanamume, mimi mbele yeye nyuma. Tukifika nyumbani nikamwambia Baba Sele, mimi nimeamuka, nimemwita mzee Kumwambe, hajaitika. Nimegusa mlango funguka. Wewe kama mwanamume bomoa chumba, bomoa mlango. Kweli Baba Sele akabomoa mlango. Akibomoa mlango miitika. Nikamwambia Baba Sele, chukua tochi. Nikamulika. Nikimulika Baba Sele anasema, mimi mbona simuoni? Nikamwambia mimi mbona ninamuona? Yuko wapi? Nikamwambia yule, mbona yule pale chini ya nini? Chini ya kitanda, na amekaa kwenye kitanda mna hii, dirisha liko juu. Baba Sele bahati nzuri akaniambia nipe tochi. Nikampa tochi. Na kweli alipomulika ananiambia Bibelamu, Kumwambe amejifungangia. Nataka nilianze kulia. Baba Sele akasema we usilie, mimi ninakwenda kwa mwenyekiti. Mimi hapo nikamwambia wewe nenda kwa mwenyekiti, mimi ninakwenda kwa dada. Na kweli nikaenda mpaka kwa dada. Twende nyumbani. Daachi, nikamwambia hata twende nyumbani. Nikamwambia hakuna cha kuficha wewe kama mtu mkubwa. Mzee Kumwambe amejifungangia. Mtume anataka kulia, nikamwambia usilie. Vaadila twende. Maki silikuwa asubuhi. Basi hapo sina maelezo mengine tena. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa pamoja naye diwani wa kata ya Likombe wanaeleza hatua walizochukua katika tukio hilo. Naitwa Clavel Lungu, mwenyekiti wa mtaa wa Mdenga. Leo asubuhi tumepata taarifa ya kusikitisha ambayo kuna mzee amejinyonga akiwa ndani mwake chumbani kwake. Sasa baada ya kupata taarifa hizo tukafanya utaratibu wa kuwapa vyombo vya habari taarifa, na wao wakaja wamelidhihirisha hilo na mwili wameuchukua. Mpaka sasa tunavyosema mwili uko kituo cha afya Likombe, ambao pale utaenda kwa ajili ya
uchunguzi na mambo mengine ya kiintelijensia. Taarifa kuchukua hatua hiyo kwa kweli hatuna, kwa sababu wanafamilia wenyewe wanasema kwamba huyu mzee alikuwa anaumwa tangu muda mrefu na alikuja hapa kwa ajili ya kuugua. Sasa mpaka ilivyokuja kutokea hii, kwa kweli hana taarifa yoyote na hatuna taarifa yoyote. Naitwa Said Salum Sefu, diwani wa kata Likombe, manispaa Mtwara Mikindani. Hatua ambazo tunazo mpaka dakika hii ni kwamba tumechukua mwili pale nyumbani tukiwa na jeshi la polisi na mkuu wa upelelezi wa wilaya. Tumeweza kuja kuhifadhi kwenye kituo chetu cha afya Likombe ili kuona namna sasa nyingine ya ufuatiliaji wa uchunguzi wa kitabibu kwenye kituo chetu hapa cha afya Likombe. Kwa sasa mwili umehifadhiwa mochwari kwa niaba ya kusubiri taratibu zile za kisheria. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mtwara amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku akieleza kuwa chanzo kilichosababisha marehemu kuchukua hatua hiyo bado hakijafahamika, huku jeshi hilo likiendelea na uchunguzi. Tarehe 28 wa 8/26, yani leo majira ya saa 2 asubuhi huko katika mtaa wa Mdenga, kata ya Likombe, tarafa ya Mtwara Mikindani, wilaya na mkoa huu wa Mtwara, Athmani Ibrahim Kumwambe mwenye umri wa miaka 85, Miao, Muislamu, mkaazi wa Mdenga, alikutwa akiwa amefariki baada ya kujinyonga kwa kutumia kipande cha kitambaa, yani msuli, kwa kufunga kwenye kench ndani ya chumba anachoishi. Marehemu alikuwa akilala chumba peke yake, na mbinu aliyotumia ni kuchana msuli wake na baadaye kutengeneza kamba kama nilivyotangulia kusema, kuifunga kwenye kench au dari na kujidinginiza, na kitu ambacho kimepelekea kufariki dunia. Kwa kweli mpaka sasa hatujawa na sababu maalum ya kusema kwamba labda ndio iliyopelekea ajinyonge au ajipotezee maisha, lakini jeshi la polisi tunaendelea na uchunguzi wa kujua hasa kwa nini mzee wetu huyu aliishi miaka mingi hiyo 85, lakini akaamua kujitanguliza kwa njia hii ya kujining'iniza. Basi nitoe wito kwamba kwanza, watu ambao, familia ambazo zina watu wenye umri mkubwa, tujitahidi kuwa na karibu nao, kuwapa ushauri na saa, kwa sababu umri mkubwa mara nyingi unapatana na vitu vingi ikiwemo ugonjwa hapa na pale, afya zinakuwa zinazorota, upweke mara nyingine. Ndio kama tunavyoona hapo sasa hivi analala chumba peke yake, mtu mzima miaka 85, angekuwa na bibi na mke wake ndani angekuwa analiwazana. Sasa tujaribu kuwaweka karibu ili tuwapushie mawazo. Lakini kwa watu wengine tunasema kwamba pia wito wangu kwamba tusijichukulie sheria mikononi, kuona labda kuna jambo fulani limekuletea matokeo mabaya, ni vyema kuwashirikisha watu wengine kuliko kujichukulia sheria mikononi na kuamua kujitundika. Tokea hapa katika mtaa wa Mdenga, halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.